Hapo mwanzo, kabla ya kitu chochote kuwapo, alikuwapo Mungu pekee. Ndipo Mungu akaamua kuumba ulimwengu. Biblia inasimulia kisa hiki cha ajabu katika kitabu cha Mwanzo. Katika siku ya kwanza, Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Akatenga nuru na giza. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Katika siku ya pili, Mungu aliumba anga, akayatenga maji yaliyo juu ya anga na maji yaliyo chini ya anga. Katika siku ya tatu, Mungu akakusanya maji yaliyo chini ya anga sehemu moja ili pakavu paonekane. Akapaita pale pakavu nchi na makusanyiko ya maji bahari. Kisha Mungu akafanya miche, miti na maua vikaijaza nchi na kuifanya iwe na rangi za kupendeza na nzuri. Siku ya nne, Mungu akaumba jua liangaze wakati wa mchana, mwezi na nyota ziangaze usiku. Akaziweka angani ziwe ishara ya siku, majira na miaka. Katika siku ya tano, Mungu akaijaza bahari kwa samaki na viumbe mbalimbali. Pia akaumba ndege waruke katika anga. Mungu akaona ya kuwa ni vyema, akavibariki, akaviagiza kuzaa na kuongezeka. Siku ya sita, Mungu aliumba wanyama wote waishio juu ya nchi kavu, wakubwa kwa wadogo. Kisha Mungu akafanya kitu cha kipekee. Akaumba mtu, mwanaume na mwanamke kwa mfano wake, akawaagiza wazae na kuongezeka na wakatawale vyote vilivyo katika dunia. Na katika siku ya saba, Mungu alikuwa amemaliza kazi yake yote ya uumbaji, akapumzika. Akaibariki siku hiyo na kuitakasa, kwa sababu ndiyo siku aliyopumzika baada ya kazi yake ya uumbaji. Hii ndiyo simulizi ya jinsi Mungu alivyoumba kwa siku sita na kupumzika siku ya saba. Ni simulizi ya namna kila kitu kilivyoanza na jinsi Mungu alivyoumba dunia hii kwa uangalifu mkubwa na uzuri. Inatukumbusha kuwa kila kitu katika ulimwengu, kuanzia milima mikubwa hadi kiumbe kidogo zaidi, ni sehemu ya uumbaji wa Mungu wa ajabu.